Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Ndugu zangu, mmeona mabadiliko ya kiuchumi yalivyokuwa. Hata kama tutaeleza haya, tutayasema kwa sababu wajibu wetu ni kuyasema yaliyo ya ukweli. Ni katika kipindi hiki, mimi nikiwa naibu waziri ofisi ya waziri mkuu, katika kipindi hiki wangu kwenye mipango ya kuwaboreshea vijana maslahi, ni kipindi pekee ambacho rais huyu alibadilisha wizara mara mbili kwa ajili ya kuwafikia vijana. Mara ya kwanza sera bunge na uratibu kazi vijana na ajira iligawanywa ili ibaki kazi vijana na ajira kuwahudumia zaidi. Akaona haitoshi, sasa hivi ameteua wizara kwa ajili ya vijana peke yao. Vijana peke yao, fedha zote, bajeti yote ni kwa ajili ya vijana. Leo bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 70% ni wabunge vijana. Ukiacha kwenye bunge, kwenye serikali, ajira zote zinazotolewa nchini, zaidi ya 46 zilizotolewa katika kipindi cha miaka 4 haijawahi kutokea wametolewa kwa ajili ya vijana. Wapi mliona tangazo limesema ajira kwa ajili ya wazee au watu wazima? Wazee wamebaki kuwa hazina ya busara katika taifa letu. Wanapostaafu tunaendelea kuwatumia kushauri taifa. Lakini vijana wamepewa ajira serikalini, miradi mikubwa ya maendeleo imefunguliwa. Bwawa la Mwalimu Nyerere lilikuwa linasema hata wazungu hawakuamini kama tungeweza. Tumeweza, limejengwa na linasambaza umeme. Sasa hivi ile umeme ulikuwa katika shepe nyumbani, unashindwa kujua mtoto wa mtu mzima nani, unasikia umekatika kimya. Baada ya dakika ukirudi, kila mama, mtoto, kila mmoja uongo kweli. Haya mambo tumeanza kuyasahau. Umeme upo, na umeme tumeenda kwenye level ya vijiji. Maanake ni kwamba uchumi unajengwa kwenye ngazi ya vijiji, umeenda mpaka kwenye ngazi ya vijiji. Tunapeleka maji, ufikivu wa maji, huduma mbalimbali. Haya yote yamefanyika katika kipindi hiki, si kwa kusimuliwa, kwa sababu yanaonekana. Kanda ya Ziwa kule kuna madaraja makubwa yamejengwa na Magufuli. Lile daraja la pili la nani Afrika kwa urefu lililopita majini. Ni nchi hii, ni Samia huyu ameyafanya haya. Lakini pia ukienda kwenye hizo sehemu fursa za vijana, 30% ya tenda zinazotolewa na serikali zenye thamani zaidi ya shilingi bilioni 50 ni kwa ajili ya vijana. Ni kwa ajili ya vijana. Zaidi ya nafasi zinazotolewa kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, na hivi karibuni tutatoa, ni kwa ajili ya vijana. Na ndio maana nasema kwamba hatuna sababu, ukiacha wenzetu ambao wapo pia, sikatai, siasa ipo, lakini siasa iwe yenye tija, yenye malengo ya kujenga taifa letu na sio kulibomoa. Tulifika sehemu kwa sababu ya siasa tunataka kugombanishwa kidini. Kiongozi fulani wa kisiasa, badala ya kutafsiri dini, kutafsiri kazi kisiasa, unataka kulazimisha kumtafsiri mtu kidini. Haya ni mambo ambayo kama taifa lazima tuyakemee. Haya ni mambo ambayo tukinyamaza leo tutaumia. Viongozi wa dini, ninawaomba sana, dini zote nchini, tunao Wahindu, Budha, Waislamu na Wakristo, wapo pia mpaka kwenye dini zetu za kimila na wale wasioabudu. Amani ya taifa letu ni jambo la msingi sana. Ikipotea amani, ndugu zangu, hatuwezi kukaa kama tulivyokaa. Zipo nchi sasa hivi toka tumekaa hapa umesikia mabomu na risasi. Zipo nchi kwa muda mfupi tulivyokaa hapa unasikia taarifa za mauaji, yamekufa kwa mabomu, wamekufa kwa risasi. Taifa letu hatujawa na hiyo historia. Wenzetu wanatushangaa. Juzi nilikuwa na wakimbizi wote wanaoishi nchini ambao wamebaki sasa wachache. Tulikuwa nao karibia milioni 1. Toka kile kipindi tumewapunguza, wakafika sehemu tumewarudisha. Juzi 87 na kitu wameenda Burundi na nchi nyingine. Nilienda kufunga kambi ya Nduta na kambi nyingine pengine pale Nyarugusu tutaenda kuifunga baadaye, kwa sababu nchi imerejea kwenye amani nchi zao. Lakini jana nikakutana na wakimbizi wanaoishi nchini. Waliacha wake zao, waliacha watoto, wengine hawajui ndugu wako wapi.
waliacha mali. Leo hii tuna mali zetu, ukirudi nyumbani sasa hivi utakuta kila kitu kiko salama, kwa sababu vyombo vya ulinzi na usalama vinafanya kazi yake. Tukirudi katika mazingira yetu utakuta ndugu zako wako salama. Ni mambo machache ambayo yatakuwepo, kwa sababu ndio maana mashehe wetu, Mungu mtuombee tuepukane na maradhi. Changamoto ambayo tutakutana nazo peke yake ni maradhi, malaria ya Mungu, lakini nayo pia kuna namna ya kukabiliana nayo, lakini tusifike kwenye hatua ya kupoteza amani ya nchi yetu. Sasa kwa msingi huo, jinsi mkiweza kufanya hivi, na leo tumekusanyika tukiwa na vijana wenzetu na eneo lingine na jingine na jingine, wakapata spiriti hii ya msikiti wetu wa Mukadam na viongozi wetu wa dini, hatimaye tutakuwa na taifa salama lenye maadili na misingi mema ya vijana waliofungwa kwa maadili na misingi ya dini. Niwapongeze sana kwa kweli, jambo mlilolifanya ni kubwa kuliko chochote, ni kubwa kuliko hata ya afisa yoyote mmoja wa serikali aliyeingia kufanya kazi ofisini. Takbir! Kubwa sana. Na washukuru sana mashehe, asanteni sana, na muendelee hivyo, kwa sababu mkitengeneza vijana wawili na watatu, manake watu wengi walio wema wanaongezeka. Na changamoto ya matatizo mengi duniani hutokea kwa sababu watu walio wema, alisema Albert Einstein, alisema duniani sio mahali pabaya pa kuishi, ila isipokuwa panakuwa mahali pabaya pa kuishi kwa sababu watu wengi walio wema hawawakemei na kuwazuia na kukabiliana na wachache walio wahalifu. Wahalifu ni wachache sana, wenye chokochoko ni wachache sana, na ndio utasikia yuko fulani yeye ni maarufu kutukana viongozi, yuko fulani yeye ni maarufu kufanya siasa zinazogawanya watu kwa misingi ya kidini, siasa za kugawanya watu kwa misingi ya kikabila, ili yeye awe mbunge au awe rais, mpaka atugawanye kidini, mpaka atugawanye kikabila. Tunasema haiwezekani. Viongozi wa dini tusaidieni kutekeleza. Hatutakubali mtu yoyote achafue taifa letu, kwa sababu viongozi wa dini tuko na nyinyi. Tumeendelea kushirikiana katika si tu kwenye eneo la imani, katika kukuza na turudi sisi kiroho, lakini mmetusaidia pia katika kuhakikisha kwamba hii jamii yote iliyopo inapata elimu. Ziko shule mbalimbali ambazo zinatokana na dini yetu ya Kiislamu, tunapata wanasimamia na viongozi wengine, lakini pia ziko taasisi mbalimbali za afya ambazo mnatoa msaada na huduma, lakini vivyo hivyo mmekuwa mkifanya matendo ya huruma. Hongereni sana, na Mwenyezi Mungu azidi kuwawezesha zaidi ili Watanzania walio wengi wanufaike. Sasa nikimalizia, ndugu zangu, katika hili la serikali, naomba moja kwa Watanzania wote na kupitia viongozi wa dini, tujue hakuna maendeleo ya uchumi, hakuna maendeleo ya kijamii, kisiasa yanayoweza kupatikana bila kuwepo kwa amani, umoja na utulivu wa taifa. Hivyo ni waombe na kuwakumbusha kuwa amani ndiyo mtaji mkuu na msingi mkuu wa taifa endelevu. Ili tuwe na uwekezaji tunahitaji amani. Ili tuwe na uzalishaji wa mali tunahitaji amani. Ili tuwe na utoaji wa huduma za kijamii wote tunahitaji amani. Ili tuwe na ustawi wa wananchi tunahitaji amani. Ili tuweze kuendesha shughuli zetu tunahitaji amani. Ili shughuli mbalimbali za kijamii, za kisiasa, kiuchumi na kiutamaduni, uendelevu wa taifa uwepo, tunahitaji amani. Hivyo basi, mtakuwa mmesikia maeneo mbalimbali, wapo watu ndani kwenye mitandao, lakini pia kwenye majukwaa ya kisiasa na kwenye maeneo mbalimbali wanajinasibu na kujitangaza, wakitoa kauli za uchochezi na ubaguzi dhidi ya muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakitoa kauli za uchochezi
na ubaguzi dhidi ya viongozi mbalimbali wa serikali au wa dini, wakitoa uchochezi na ubaguzi dhidi ya dini zetu. Taifa hili limejengwa kwa maumivu makubwa ya waasisi. Taifa hili limejengwa kwa maumivu makubwa, kwa jasho na hata damu ilipobidi ili taifa Tanzania liwepo. Sasa kutokana na haya, nitumie fursa hii kuwaomba sana na kuwaasa wale wote ambao wanatumia majukwaa ya kisiasa kuchonganisha wananchi, kuwajaza chuki, kuchochea, lakini pia kuwahamasisha kufanya uhalifu, na wanaounda magenge ya uhalifu na makundi mbalimbali yanayolenga kuharibu taifa letu, kufanya uharibifu, ni wasii na kuwaomba waache mara moja, kwa sababu kufanya hivyo hakuna ambaye atabaki salama, kwa sababu tutaathirika sisi Watanzania wote. Athari hii italiathiri taifa letu kisiasa, kiuchumi na kiutamaduni. Tutarudi nyuma kimaendeleo, tutashindwa kuswali, tutashindwa kwenda kanisani, tutashindwa kufanya kazi za kiuchumi, tutashindwa kujenga nchi yetu, tutashindwa kujenga uchumi wa mtu mmoja mmoja. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.